Mchungaji Daktari Eliud Sumari wa kanisa la FPCT Zaidi ya Washindi lililopo Morombo, Arusha, anapenda kukukaribisha kwenye ibada zilizojaa nguvu za Mungu. Ibada hizo zimejaa mafundisho ya neno la Mungu, maombi pamoja na maombezi. Ni kila siku ya Jumapili ambapo kutakuwa na ibada mbili. Ibada ya kwanza ni English service, yaani ibada ya Kiingereza inayoanza saa 1:30 asubuhi hadi saa 3 kamili za asubuhi. Na ibada ya pili ni ibada ya Kiswahili ambayo inaanza na mafundisho ya neno la Mungu, Bible study, kuanzia saa 3 kamili za asubuhi hadi saa 4 kamili za asubuhi, na saa 4 kamili za asubuhi hadi saa 7 kamili za mchana ni ibada ya kumsifu Mungu, kusikiliza neno la Mungu, ikihitimishwa kwa maombi na maombezi. Lakini pia siku ya Jumanne kuanzia saa 10:30 jioni hadi saa 12 jioni utajifunza neno la Mungu pamoja na kuuliza maswali yanayokusumbua na utapatiwa majibu yake. Jinsi ya kufika: kwa wale waliopo Arusha mjini, panda gari mpaka Morombo, barabara ya kuelekea kona ya dampo. Kisha fuata barabara hiyo, utaona kibao kimeandikwa FPCT Morombo, utakuwa umefika. Vile tunapatikana kupitia mitandao ya kijamii: Facebook Zaidi ya Washindi, Instagram Zaidi ya Washindi, YouTube channel kwa jina la Sumari Eliud. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0754875152. Watu wote mnakaribishwa. Hii ni FPCT Zaidi ya Washindi. Maneno ya Mungu yatakayotuongoza ni katika kitabu cha Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13 mpaka wa 20. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13 mpaka mstari wa 20. Yesu amekuja kufanya nini? Na hicho ambacho alikuja kufanya ndicho ambacho atafanya hata katika ibada ya leo, na ndicho ambacho atafanya kwenye maisha yako ukiamini. Wakolosai 1:13 mpaka 20. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake, naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Naye ndiye kichwa cha mwili, yaani cha kanisa. Naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae. Kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae, na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vitu vilivyo mbinguni. Amen. Kwa muda sio mrefu tutaangalia ni Yesu amekuja kufanya nini. Hapo Mtume Paulo ameeleza mambo kadhaa makubwa sana na mazito sana ambayo Yesu alikuja kufanya. Alishafanya. Manake hakuna chochote ambacho kinaweza kikatokea kikamtisha Yesu. Hakuna jambo jipya duniani la kumtisha Yesu ama kumwogopesha Yesu. Kuna mambo alikwisha kuyashughulikia. Maandiko yanasema vitu vyote viliumbwa katika yeye
na kwa ajili yake. Na alipokuja hapa duniani alikuja kudhihirisha yale ambayo tayari alikwisha kutenda toka mwanzo, kama vile ambavyo tunafahamu kwenye kitabu cha Yohana sura ya 1 kuanzia mstari wa 1 ya kwamba hapo mwanzo alikuwepo neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu, na pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Amen. Naomba nikutajie mambo kama 10 kwa haraka sana ambayo Yesu aliyafanya, alikwisha kuyafanya, na hata sasa anafanya, na hata kwenye ibada ya leo atafanya, na hata kwenye utumishi wetu atafanya, tunapohubiri atafanya, tunapoomba atafanya, maana alikwisha kufanya tayari. Jambo la kwanza ambalo Yesu alikuja kufanya, alikuja kuondoa dhambi. Yesu alikuja kuondoa dhambi. Ndio maana mwenye dhambi yeyote, hata ulioko hapa, hata ulioko mbali, watakaosikia habari za Yesu, Yesu alikuja kuondoa dhambi. Alikuja kuondoa ukahaba, alikuja kuondoa ushoga, alikuja kuondoa ulevi, alikuja kuondoa kuabudu miungu, alikuja kuondoa matukano, alikuja kushughulika na dhambi. Ndio maana mwenye dhambi yeyote akiamini damu ya Yesu inaondoa dhambi zote, inamtakasa, tena anakuwa msafi kama malaika. Kwa sababu gani? Yesu alishughulika na dhambi. Amen. Kitabu cha waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa 5, nanyi mnajua ya kuwa yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Mwenye dhambi yeyote akimwamini Yesu, akampokea Yesu moyoni mwake, Yesu anaondoa dhambi. Ataondoa dhambi ya uzinzi, ataondoa dhambi ya ulevi, ataondoa dhambi ya ushoga, ataondoa dhambi ya usagaji, ataondoa dhambi ya uchawi na ushirikina. Yesu anaondoa dhambi. Mwanaume wa Yesu anaitwa Yesu, akiingia ndani ya mtu anakomesha dhambi. Ni kiboko kwa kuondoa dhambi. Akiingia ndani, yeye ni mtakatifu, yeye ni mtakatifu. Akiingia ndani ya mtu, dhambi inaondoka, maana nuru ikiingia, giza linaondoka. Haleluya. Kwa dhambi kwa Yesu inapata dawa. Na hizi ni habari njema. Kuna watu wameng'ang'ana, anataka kuacha ulevi, watu wameng'ang'ana, anataka kuacha bangi, watu wameng'ang'ana, wanataka kuacha sigara, watu wameng'ang'ana, wanataka kuacha zinaa, na wameshindwa. Cha kufanya tu ni kumwambia Yesu Kristo na kukaribisha. Akiingia ndani, dhambi zote zinafuata mkia, dhambi zote zinaondoka, maana dhambi zote zinasimamia na mapepo. Kuna pepo la uzinzi, kuna pepo la ulevi, kuna pepo sio la utukanaji, kuna pepo sio la kwenda kwa waganga. Akiingia Yesu, haya mapepo yote yanaondoka, tunabaki na mtakatifu anayekwenda mbinguni. Jambo la kwanza, alikuja kuondoa dhambi. Dhambi haiondoi dhambi, elimu haiondoi dhambi, akili ya kibinadamu haziondoi dhambi. Lakini Yesu Kristo ni mwanaume ambaye alikuja kuziondoa dhambi. Na mahali ambapo Yesu yuko, dhambi haitakuwepo. Ukimwona Mkristo anafanya dhambi kanisani, huyo hajaokoka, hajakutana na Yesu. Anatakiwa akutane na Yesu. Amen. Na kwa sasa hivi ninafanya zaidi kiinjilisti. Hata sasa kwenye ibada ya leo, wenye dhambi wote kuja mbele, tubu dhambi, mpokee Yesu, mambo yanaisha. Umekuwa na dhambi, hata ukiwa kanisani, dhambi yoyote ni pepo. Yesu akiingia, tunamalizana nalo. Kitu cha pili ambacho Yesu alifanya, alikuja kuharibu kazi za ibilisi. Alikuja kuharibu kazi za ibilisi. Kitabu cha waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa 8. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa 8. Alikuja kuharibu kazi za ibilisi. Maandiko yanasema atendaye dhambi ni wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi toka mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Adamu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Kwa kusudi hili mwana wa Adamu, mwana wa Mungu, alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Kitu kilichomtoa Yesu kwenye kiti cha enzi, maana alikuwepo
na Bikira Mariamu kwenye hori la kulia ng'ombe. Kilichomleta Yesu, kuna jamaa mmoja alikuwa ametamba miaka mingi, anaitwa Ibilisi na Shetani. Kwa muda kitambo alikuwa ametamba, ametesa watu, alikuwa ametamba, amefunga watu, alikuwa ametamba, anataabisha watu, alikuwa ametamba, analeta magonjwa, analeta ajali, analeta mauti na vitu vingine. Alipokuja Yesu, alikuja kuharibu kazi za Ibilisi. Miongoni mwa kazi za Ibilisi ni magonjwa, na magonjwa lazima yapige saluti, yaseme Yesu Kristo ni Bwana. Maandiko yanasema Mungu alimaadhimisha mno, akamkirimia jina lipitalo majina yote, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe na kila ulimi ukiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Maandiko yanasema kila goti litapigwa, la vitu vya mbinguni na vitu vya duniani, vinavyoonekana na visivyoonekana, na viseme kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Magonjwa lazima yasaluti kwa Yesu Kristo, mfalme wa amani. Mapepo ya magonjwa yatasaluti, yatapiga saluti na kusema Yesu shamo, wewe ni Bwana. Okarababa, habari kama nini? Hakuna ugonjwa unaomshinda. Kwa maana alipokuwa hapa duniani, maandiko yanasema alienda huko na huko akiponya wagonjwa na udhaifu wa kila namna katika ugonjwa. Maana yake alipokutana na wenye homa waliponya, alipokutana na wenye typhoid wakaponya, alipokutana na wenye surua wakaponya, alipokutana na viwete wakaponya, alipokutana na vipofu wakaponya, alipokutana na mabubu wakasema kwa sababu amekuja kwa ajili hiyo na tatani kuombe. Okarababa, kuna msako shetani na kazi zake lazima apigwe. Sema shetani apigwe. Sema shetani apigwe. Sema shetani apigwe. Yesu amekuja kuharibu kazi za shetani. Magonjwa yote ni kazi za shetani. Hakuna ugonjwa ambao utafurukuta mbele ya Yesu. Na hasira ya shetani. Ametesa watu kwa miaka mingi, ameonea watu kwa miaka mingi, amedhulumu watu kwa miaka mingi. Wewe nikwambie, kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri Yesu ni Bwana. Wewe magoti ya kesa yatapigwa na ulimi wa kesa utakiri Yesu ni Bwana. Alafu wakishasema hivyo wanaondoka. Magonjwa hayana nafasi. Yesu Kristo amemalizana nayo. Biblia yangu inasema hivi, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Nasema mliponywa. Uhitaji kwenda kusomea lugha kujua kwamba it is a past tense, yaani ni wakati uliopita. Halo? Yaani uhitaji kusoma grammar, uhitaji kusoma Kiswahili sana ama Kiingereza kufahamu kwamba hiyo sentensi inaongea kitu ambacho Yesu alikuja kumaliza. Alishamalizana na kwa kupigwa kwake mliponywa. Amen. Mwambie jirani yako, kwa kupigwa kwa Yesu uliponywa. Yesu amekuja kutuweka huru. Amekuja kutuweka huru. Yohana 8:36. Yohana 8:36. Yesu amekuja kutuweka huru. Basi mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Basi mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Amekuja kutuweka huru. Mtenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Mwanadamu bila Yesu ni mateka wa Ibilisi. Mwanadamu bila Yesu ni mfungwa. Mwanadamu bila Yesu ni utumwa. Kama vile ambavyo Waisraeli walitumikishwa Misri, wakatumikishwa kwa kazi nzito. Jamani, hata sasa watu wanatumikishwa kwa utumwa mzito sana. Ibilisi anafanya kazi kubwa ya kutumikisha watu kwenye utumwa wa dhambi. Dhambi mbalimbali, maisha ambayo ni ya utumwa sana. Tafadhali mtu uliokoka, usikubali kuishi maisha ya utumwa. Maana kuna maisha pia ya utumwa hata kwa watu ambao pengine hawajajua vizuri
hii neema ya Mungu inavyoweza kumwokoa mtu na kumweka huru mtu. Kuna aina ya maisha lazima ukiwa kanisani uyakatae. Kuna maisha ya utumwa. Mtu anafanya kazi Januari mpaka Disemba, hajaweza kununua hata kiti. Akipata pesa zinaishia kwenye magonjwa, akipata pesa zinaishia kwenye ulevi, akipata pesa zinaishia kwa waganga, akipata pesa zinaishia kwenye maisha ya utumwa. Yesu amekuja kutuweka huru, na Bwana akiweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Bwana atusaidie. Yesu amekuja kutuweka huru. Usikubali kuwa mtumwa ukiwa kwa Yesu. Usikubali kuwa mateka ukiwa kwa Yesu. Usikubali kutumikishwa ukiwa kwa Yesu. Kataa. Namba 7, alikuja kutuonyesha njia. Alikuja kutuonyesha njia. Kitabu cha Yohana 14 mstari wa 4 mpaka wa 6. Yohana 14 mstari wa 4 mpaka wa 6. Nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui nako, nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yesu alikuja kutuonyesha njia ya kufika kwa Baba. Yesu alikuja kutuonyesha njia ya kufika kwa Baba. Na ili nifafanue vizuri, andika jambo la 8. Amekuja kutupa kielelezo cha tunavyotakiwa kuwa. Amekuja kutupa kielelezo jinsi tunavyopaswa kuwa, jinsi tunavyopaswa kuishi, jinsi tunavyopaswa kutumika, jinsi tunavyopaswa kushinda. Amekuja kutupa kielelezo cha jinsi tunavyotakiwa kuwa, jinsi tunavyotakiwa kuishi, jinsi tunavyotakiwa kutumika, na jinsi tunavyotakiwa kushinda. Yesu amekuja hapa duniani, akazaliwa kwenye hali ya kawaida, maisha ya kawaida kama wewe. Aliishi kwa wazazi kama wewe. Aliishi katikati ya watenda dhambi kama wewe. Alikutana na changamoto unazokutana nazo wewe. Yesu alikutana na watu wabaya, wakorofi, wakatili kama unaokutana nao, na tena zaidi yako. Alikutana na changamoto kama za kwako na pengine hata zaidi. Alikutana na upinzani kama wakoko na zaidi. Lakini Yesu Kristo anaonyesha maisha ya ushindi. Tunamwona Yesu Kristo akiomba kila siku kwenye mlima wa Mizeituni. Alikuwa anakesha kila siku akiomba, akitaka kutuambia ya kwamba maisha yanahitaji maombi. Ukristo ni maombi. Yesu alikuja kuonyesha mfano kwamba maisha haya bila maombi hayawezekani. Mwana wa Mungu mwenyewe ametoka mbinguni, ni mtakatifu, anamjua Mungu kuliko kawaida, bado anakesha mlimani kila siku akiomba. Anaonyesha nini? Maisha ya ushindi yanagharimu maombi. Lakini pia Yesu huyo anaonyesha kila siku, anahubiri Injili, anafungua watu, anaombea wagonjwa, anakemea mapepo, anafufua wafu. Ukitaka kuishi maisha ya ushindi, tumikie Mungu. Amen. Alikuja kuonyesha kielelezo cha jinsi tunavyotakiwa kuishi. Amekuja kutuonyesha njia ya kuishi maisha ya ushindi. Ishi maisha ya haki, ishi maisha ya utaua, ishi maisha ya maombi, ishi maisha ya kumtumikia Mungu. Ndicho kitu Yesu alionyesha. Haleluya. Jambo la 9, amekuja kuyafunua mapenzi ya Mungu. Yesu amekuja kuyafunua mapenzi ya Mungu. Amekuja kuyafunua mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni nini? Ni kile ambacho Mungu anataka kifanyike duniani, ni kile ambacho Mungu anataka kifanyike kwenye maisha ya watu wake, ni kile Mungu anachotaka kitendeke hapa duniani. Na hata kwenye ile sala kuu ilitoka sala ya Bwana, kuna maandiko yanasema mapenzi yako yatimizwe duniani kama
kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Mapenzi ya Mungu ni watu wa maabudu Mungu. Mapenzi ya Mungu ni watu wampende Mungu. Mapenzi ya Mungu ni watu wamtii Mungu. Mapenzi ya Mungu ni watu wamtafute Mungu. Mapenzi ya Mungu ni watu waishi maisha ya amani. Mapenzi ya Mungu ni watu wafunguliwe. Ndio maana Yesu popote alipokutana na ugonjwa, ule ugonjwa uliondoka, maana ni mapenzi ya Mungu tuwe na afya njema. Ni mapenzi ya Mungu uwe na afya njema. Ni mapenzi ya Mungu uishi maisha ya amani. Ni mapenzi ya Mungu uishi maisha mema, maisha ambayo ni ya kumwona Mungu akikubariki na kukuinua na kukufanikisha. Ni mapenzi ya Mungu, amekuja kuyafunua mapenzi ya Mungu. Vile alivyoishi na yale aliyoyatenda ndio mapenzi ya Mungu. Amen. Jambo la 10, ameleta ufalme wa Mungu. Ameleta ufalme wa Mungu. Yesu alikuja kuleta ufalme wa Mungu. Amekuja kuusimika, amekuja kutawaza ufalme wa Mungu hapa duniani. Kumekuwepo na falme nyingi kabla Yesu hajaja. Zimekuwepo falme nyingi za wafalme wengi. Misri, si Babeli, wapi huko. Wamekuwepo wafalme wengi. Zimekuwepo mamlaka nyingi sana. Lakini Yesu alipokuja, toka Yesu alipokuja, alianza kusema tubuni na kuiamini Injili, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Sasa Mchungaji Daktari Eliud Sumari wa kanisa la FPCT Zaidi ya Washindi lililopo Morombo, Arusha, anapenda kukukaribisha kwenye ibada zilizojaa nguvu za Mungu. Ibada hizo zimejaa mafundisho ya neno la Mungu, maombi pamoja na maombezi. Ni kila siku ya Jumapili ambapo kutakuwa na ibada mbili. Ibada ya kwanza ni English service, yaani ibada ya Kiingereza, inayoanza saa 1:30 asubuhi hadi saa 3 kamili za asubuhi. Na ibada ya pili ni ibada ya Kiswahili, ambayo inaanza na mafundisho ya neno la Mungu, Bible study, kuanzia saa 3 kamili za asubuhi hadi saa 4 kamili za asubuhi, na saa 4 kamili za asubuhi hadi saa 7 kamili za mchana ni ibada ya kumsifu Mungu, kusikiliza neno la Mungu, ikihitimishwa kwa maombi na maombezi. Lakini pia siku ya Jumanne kuanzia saa 10:30 jioni hadi saa 12 jioni utajifunza neno la Mungu pamoja na kuuliza maswali yanayokusumbua na utapatiwa majibu yake. Jinsi ya kufika: kwa wale waliopo Arusha mjini, panda gari mpaka Morombo, barabara ya kuelekea kona ya dampo. Kisha fuata barabara hiyo, utaona kibao kimeandikwa FPCT Morombo. Utakuwa umefika. Vile tunapatikana kupitia mitandao ya kijamii: Facebook Zaidi ya Washindi, Instagram Zaidi ya Washindi, YouTube channel kwa jina la Sumari Eliud. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0754875152. Watu wote mnakaribishwa. Hii ni FPCT Zaidi ya Washindi.